Bwana, inakuwaje mwana United Insider? Karibu sana tuweze kuangazia mambo muhimu kuhusu Red Devils Manchester United siku ya leo, na tunaelekea kwenye dirisha kubwa la usajili, dirisha ambalo libize sana kwa Manchester United. Lakini kabla sijakupa taarifa zote zinazoihusu Manchester siku ya leo, nataka nikujuze wewe ambaye unanisapoti kwa siku zote. Kuna party inakuja tarehe 3 ya mwezi wa 5. Hii ni party maalum kwa mashabiki wa Manchester ambayo itakwenda kufanyika kwa kuangazia mchezo wa Manchester na Liverpool pamoja na kufanya streaming live kwa mashabiki wa Manchester ambao watakuwa tayari kuweza kuhudhuria. So hii ni party ambayo itafanyika, tutataja eneo lakini pia tutataja price kwa wewe ambayo utatamani kujiunga. Moja kwa moja chini ya video hii naweka link ya group ya WhatsApp. Hii ni kwa wale tu ambao wanataka kuja kuhudhuria party hiyo, na kama tutafikia watu kuanzia 50 basi itafanyika hiyo tarehe 3 party ya kwenda kuangalia mechi ya Liverpool, lakini tukistream live moja kwa moja kupitia United Insider. Hali kadhalika tutaangalia uwezekano wa kushirikiana na watu kama United Red Devils ambao ni washikaji zetu wa karibu, ndugu zetu ambao tunafanya nao kazi na tunaishi nao kila siku. So link ya WhatsApp itakupa maelezo mengi zaidi. Nikupe taarifa muhimu kabisa siku ya leo kuhusu Devils. Moja kati ya taarifa kubwa kabisa, inaelezwa Manchester watafanya sajili za wachezaji watatu mapema zaidi kabla ya kuanza michuano ya kombe la dunia. Wametajwa wachezaji watatu kwenye vyanzo vingi vya habari kuhusiana na usajili wao kabla ya kombe la dunia. Nyota anayetajwa kwanza kabisa ni kiungo Joao Gomez kutoka Wolverhampton Wanderers, ambaye kwa siku za karibuni Manchester United wamekuwa wakimwangazia kama option nyingine ya usajili ya kuja kuboresha eneo la kati la kiwanja. Price ya mchezaji huyu huenda ikawa ni affordable kwa sababu ni paundi karibu milioni 45 ambayo Manchester wanaweza kuilipa, lakini pia tayari amekwisha prove kwenye ligi ya England pale anaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo kiungo Joao Gomez anatajwa huenda akasajiliwa mapema zaidi na klabu ya Manchester United. Lakini mbali na hapo yuko Iliman Ndiaye ambaye ni mchezaji mwingine anayetajwa kwamba Manchester wamekuwa wakimwangazia kwa siku za karibuni ili kumsajili kwenye upande wa kushoto, na tayari kuna taarifa zinaeleza kwamba Ndiaye ni mshabiki wa Manchester na dream yake ni kucheza Manchester United. Kwa hiyo huyu ni nyota mwingine ambaye anatajwa kwamba huenda akasajiliwa mapema zaidi kabla ya kombe la dunia. Kwa nini kabla ya kombe la dunia? Itapofika wakati wa kombe la dunia mambo yatakuwa mengi zaidi kuelekea kombe la dunia na wachezaji wengi watakuwa kwenye timu zao za taifa kwa ajili ya kombe la dunia. Kwa hiyo sajili hapo kidogo zinaweza zika slow. Kwa Manchester wanataka kufanya haraka zaidi kusajili kabla ya kuanza World Cup ambayo itakuwa ni michuano mikubwa na itafanya wachezaji wengi, mawakala wengi kuwa busy zaidi. Lakini pia huenda kombe la dunia likaongeza gharama ya wachezaji hawa kuwa ya juu zaidi. Mchezaji atakayefanya vizuri basi huenda gharama yake ikaongezeka. Hivyo Manchester wanataka kuclear deal zao mapema zaidi. Lakini mtu wa tatu ambaye anatajwa kusajiliwa mapema zaidi na Manchester ni kiungo Matheus Fernandes, kiungo kutoka West Ham United ambaye amekuwa pia anahusishwa na United kwa siku za hivi karibuni, ikitajwa ni moja kati ya option nzuri ambazo zinaangaziwa na Manchester kwenye swala la usajili. So kuna Iliman Ndiaye, yuko Joao Gomez na Matheus Fernandes. Inaelezwa hawa wanaweza usajili wao kukamilika mapema zaidi kabla ya kuanza kwa michuano ijayo ya kombe la dunia ambayo itafanyika kwa mataifa matatu: Marekani, Mexico pamoja na Canada. Hii ni taarifa muhimu sana ambayo imekuja siku ya leo. Lakini pia nimeona kuna debate inaendelea ikielezwa swala la usajili wa winga wa kushoto. Kuna debate inaendelea kati ya Iliman Ndiaye pamoja na Yan Diomande. Sijui kwako unaona yupi ni winga sahihi, kwa sababu wanasema usajili wa Iliman Ndiaye au Diomande ni usajili wa moja kwa moja kwa ajili ya kutafuta winga wa kushoto, na kulikuwa kuna taarifa kwamba huenda Barcelona wakafanya taratibu nyingine za kumbakisha Marcus Rashford either kwa mkopo mwingine au kulipa ile paundi milioni 26 ambao Manchester wanaitaka kuweza kumwachia Marcus Rashford. Lakini unafahamu pia Jadon Malik Sancho mkataba wake na Manchester utakuwa unafika ukingoni na hivyo atakuwa anaondoka moja kwa moja. Hivyo winga wa kushoto ni muhimu. Sasa kuna debate inaendelea, Ndiaye ama Diomande, na wote hawa wamekuwa wachezaji ambao wanafuatiliwa zaidi kwa siku za hivi karibuni. Wote tunapendekeza nani anaweza akasajiliwa. Lakini sasa tuangazie sehemu ya muhimu sana ambayo imekuwa inaendelea kuwa na gumzo, na hapa nilikuwa naangalia mazungumzo ya mwandishi kutoka The Athletics
pamoja na mfanyakazi wa kujitegemea Ben Jacob ambaye ni moja kati ya waandishi wanaoaminika zaidi. Katika mahojiano yake ya leo na jukwaa la Manchester Stand alikuwa anaelezea swala la usajili wa viungo wa Manchester United, na bwana Ben Jacob moja kwa moja ametuambia Manchester wanapendelea zaidi na wanabaki na chaguo lao kuu ni Anderson Elliott kutoka Nottingham Forest, ambaye ndiyo kipaumbele cha kwanza cha Manchester kuweza kumsajili, licha ya kwamba wanafahamu kuna upinzani kutoka vilabu vya Liverpool na Man City ambao pia vinahusishwa na Anderson Elliott, lakini Anderson Elliott anabakia kuwa ndio mtu namba moja kwenye target za Manchester United. Lakini Sandro Tonali ni option ya pili ya usajili wa Manchester United, japo kuna vikwazo kadhaa ambavyo vinaonekana kwenye usajili wa Sandro Tonali. Kwanza ni gharama kubwa ya usajili ambayo wataitaka klabu ya Newcastle United, lakini Manchester itaangalia namna ya kuweza kumsajili. Sio kama haipo kwenye rada zao, ni option yao ya pili Sandro Tonali, ndio maana wamekuwa wakiulizia namna ya kupatikana, lakini hofu ni kwamba gharama ya usajili wake utakuwa mkubwa compare to Elliot Anderson pamoja na ubora wa nyota hao wawili. Sandro miaka 26 lakini Elliot miaka 23. Kwa hiyo kutakuwa kuna kuangalia miaka pia, kwa sababu sera ya Ineos ni kusajili vijana ambao wataitumikia club kwa muda mrefu. Lakini option hizi mbili bado ni option za Manchester United kwenye swala la usajili. Kwa hiyo Ben Jacob anasema Manchester, pamoja na taarifa nyingi ambazo zinaripotiwa na vyanzo vingi vya habari, Manchester hajabadilisha msimamo wake kuwa Anderson Elliott ndiye kipaumbele namba moja cha usajili wa Manchester United, alafu Sandro Tonali ni kipaumbele kingine, lakini hapo pia anaongezeka Bruno Guimaraes, anatajwa pia mtu kama Joao Gomez ambaye inaelezwa anaweza akapata usajiliwa mapema, pamoja na kina Carlos Baleba, lakini watu wawili au watatu ndio watu ambao wanapewa nafasi zaidi na ndio Manchester wanawaangazia zaidi katika swala la kuweza kuwasajili kwa haraka zaidi. Kwa hiyo hawa ndio watu ambao wanapigiwa chapuo kubwa. Hii ni kwa mujibu wa Ben Jacob katika mazungumzo yake ya leo Alhamisi akifanya mahojiano na United Stand. Lakini usisahau kwamba tunaandaa pati kubwa ya kuangalia mchezo wa Liverpool na Manchester Mei 3. Linki ambayo iko chini ya group ya WhatsApp itakupeleka moja kwa moja na itakupa maelezo mengi ya nini cha kufanya, na hii ni kwa yule ambaye yuko tayari kuweza kuja kwenye pati hiyo, na lazima kutoka kuna malipo kwa ajili ya kuandaa venue na kustream matangazo ya moja kwa moja. So hiki ni kitu muhimu pia, tusiache ukifuatilia. Jambo jingine ambalo limezungumzwa leo ni swala la usajili wa mlinzi wa kushoto. Manchester bado iko kwenye mchakato na itaendelea kwenye mchakato wa kutafuta mlinzi wa kushoto ambaye atakuja kumsaidia Luke Shaw kwa namna ambavyo msimu ujao utakuwa ni msimu wenye mashindano mengi, kwa sababu tuna nafasi ya kucheza ligi ya mabingwa, bado tutakuwa kwenye ligi kuu, FA, Carabao. Tofauti na msimu huu tunacheza michuano ya ligi peke yake, tumekwisha kuondoka kwenye michuano yote na mingine hatushiriki kabisa. Kwa hiyo inaelezwa sasa Manchester walikuwa wanamwangalia beki kutoka Benfica kama option nyingine ya usajili, Samuel Dahl, ambaye inaelezwa scout wamemwangalia zaidi ya mara 10 ili kuweza kuona kama anafaa kuja kuitumikia United. Thamani yake inatajwa ni euro milioni 12 mpaka euro milioni 15, na bado ana mkataba na klabu ya Benfica mpaka 2029, lakini scout wanamuona kwamba hii ni option nyingine ambayo huenda ikafaa katika usajili. Tayari Manchester ina machaguo mengine kwenye sehemu ya ulinzi wa kushoto. Yuko Lewis Skelly kutoka Arsenal ambaye kwa siku za hivi karibuni taarifa yake imezungumzwa sana kwamba ni option nyingine ambayo Manchester wanaiona huenda ikaja kuboresha upande wa kushoto, lakini bado wana nafasi na wana option nyingine wameiweka ya kumsajili Lewis Hall kutoka kwenye klabu ya Newcastle United, japo inatajwa thamani yake huenda ikawa kikwazo, na tayari Manchester inahusishwa na wachezaji wawili au watatu mpaka 4 kutoka Newcastle. Kwa hiyo huenda labda ikawa ngumu kwa Newcastle kuwaruhusu wachezaji wengi kuweza kuondoka kwenye dirisha moja. Manchester inahusishwa na Anton Gordon kutoka Newcastle, inahusishwa na Sandro Tonali kutoka Newcastle hapo, inahusishwa na Bruno Guimaraes kutoka Newcastle pamoja na Lewis Hall ambaye ni mlinzi wa kushoto, lakini pia anatajwa Nathan Brown kutoka Stuttgart ya nchini Ujerumani kwamba ni mlinzi mwingine ambaye anaangaliwa kwenye upande wa kushoto. Na bado kuna habari nimekuwa nikiziona kwamba Manchester pia itaangalia mlinzi mwingine wa kulia wa kuja kuongeza ubora
kwa sababu Dalot hatoshi, na kumekuwa kuna maelezo kwamba huenda Mazraoui akawa sio mtu sahihi sana, kwa sababu injuries ni sehemu ya maisha yake. Ni mtu ambaye anapata majeraha ya mara kwa mara, kwa hiyo kwenye msimu huwezi kupata ubora wake ambao unatakiwa. So Manchester inamwangazia zaidi Samuel Dahl kwa sasa, scout wakiwa wanakwenda kumtazama kwa zaidi ya mara 10 kama atafaa, na price yake ni hiyo paundi euro milioni 12 mpaka euro milioni 20 kutoka pale Benfica. Lakini pia kuna taarifa nyingine ambayo leo imekuwa inazungumzwa na imepewa kipaumbele kubwa na ina make sense, ni swala la goalkeeper. Sasa Manchester inaangazia backup ya Senne Lammens, na huyu si goalkeeper mwingine, ni goalkeeper kutoka Roma, Miles Silva kutoka AC Roma, ambaye anauzwa kwa thamani ya euro milioni 35. Huyu goalkeeper ambaye Manchester pia wanamwangazia kama backup ya Senne Lammens, kwa sababu wanafahamu Aitar Bayindir atakuwa anaondoka mwishoni mwa msimu kurejea Uturuki, either ni Fenerbahce ama Galatasaray, huenda akarejea moja kati ya vilabu hivyo. So Manchester anatafuta backup yake. So goalkeeper wa Roma Mal anatajwa kwamba ni goalkeeper ambaye Manchester pia inamwangazia, japo vyanzo vingine vya habari vinatuambia ni kwamba Radek Vitek, goalkeeper ambaye yuko Bristol City, huyu ni goalkeeper wa Manchester ambaye yuko kwa mkopo kwenye klabu ya Bristol City, amekuwa anafanya vizuri sana, huenda akarejea mwishoni mwa msimu kutoka Bristol na kuja kukompiti na goalkeeper Senne Lammens. Kama sio goalkeeper namba 1, basi kuwa ndio backup ya Manchester United. So kuna option pia hapa zinazungumzwa tofauti kuhusiana na swala la goalkeeper kwa Manchester United. Taarifa nyingine ya muhimu ni kwamba Harry Maguire anatarajia kusaini mkataba mpya wa mwaka mmoja, na atakuwa anapunguza mshahara wake wa sasa ambao analipwa ili kuweza kusaini mkataba huu mpya wa kusalia Manchester United. Hivyo huenda madili ya Kidamuriro ambayo yanazungumzwa kidogo yanaweza yakabadilika kama Harry Maguire atakuwa na saini mkataba mpya. Kwa hiyo tusubiri kuona nini kinaweza kutokea. Harry Maguire amekuwa na wakati bora chini ya Amorim, amekuwa na wakati bora chini ya Michael Carrick. So tunasubiri kuona nini kitatokea katika swala la usajili wa Harry Maguire kubakia kuongeza contract ambayo itambakiza mwaka mmoja, na taarifa nyingi zikieleza kwamba Harry atasalia kwa mwaka mmoja kwa kusaini mkataba mpya wa mwaka mmoja. So sawa washikaji zangu, kuna party tunaiandaa kwa ajili ya kwenda kuangazia mchezo wa Liverpool na Manchester Mei 3. Itakuwa na live streaming ya YouTube kwa kuonyesha tukiangazia hiyo mechi na vitu kama hivyo, lakini itahusianisha na malipo kwa sababu itakuwa kuna gharama. So linki itakuwa chini ya group ya WhatsApp ambayo itakupeleka moja kwa moja. Tukifika kuanzia watu 50 hivi itaandaliwa hiyo party na kuweza kuifanya kwa uzuri. Hii ni kwa yote ambaye atakuwa tayari kuweza kuhudhuria, ndio ambao unapaswa kujiunga na linki hii. Kwa wale nyingine ambao mnataka linki ya group ya kuchati, nitaiweka pia hapo chini, itakupeleka kuweza kuchat na washikaji zako. Subscribe, like, share na comment kupitia hapa United Insider.